Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuza yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Tunu Lugombe, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa naye Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabi Limei. Karibu mtazamaji, twende pamoja hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mamlaka za maji nchini zinatakiwa kuhakikisha zinatatua changamoto ya upotevu wa maji. Wanawake nchini wahimizwa kuongeza maarifa katika usimamizi wa fedha. Na katika habari za kimataifa, marais wa DRC na Rwanda watoa wito wa usitishwaji mapigano. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze kuziangazia taarifa zetu. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amezitaka mamlaka za maji nchini kuhakikisha zinatatua changamoto ya upotevu wa maji kwenye maeneo mbalimbali nchini, kwani upotevu huo unasababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 114. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa taarifa ya utendaji wa mamlaka za maji kwa mwaka wa fedha 2023-2024 iliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, Biteko amesisitiza umuhimu wa kuweka mikakati thabiti ya kuboresha uzalishaji wa maji ili kukidhi mahitaji ya Watanzania. Aidha, amezielekeza mamlaka hizo zishirikiane na Wizara ya Maji ipasavyo katika kulinda vyanzo vya maji, kuboresha usafi wa mazingira na kuhakikisha kila mwananchi anayekaa karibu na vyanzo vya maji anapata huduma hiyo. Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Kama unawekeza kwenye maji, halafu maji mengi yanapotea, mathalan 70% ya maji yanapotea, manake ni kwamba cost of operations zitakuwa za juu tu, hutaziweza kwa sababu kile unachokusanya huku na kile unachoweka havikutani, na kwa kuwa havikutani utaishia kusema gharama ni kubwa kuliko hela tunazopata. Ili kila Mtanzania apate huduma bora ya maji na aishi katika mazingira safi, basi naelekeza yafuatayo kwa mamlaka za maji zifanyie kazi kuanzia hivi sasa. La kwanza ni kuweka mikakati thabiti ya kupunguza kiwango cha upotevu wa maji kama nilivyosema, ili kuepuka hasara nilizozitaja. Kwa mwaka huu upotevu huu nimewaeleza umeleta hasara ya bilioni 114.12. Ni fedha nyingi sana ukilinganisha na uwezo wa kibajeti tulionao. Lakini la pili, kujihusisha pia katika swala la usafi wa mazingira kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii. Swala hili mnimtambuka liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele cha sekta ya maji. Nimejulishwa vile vile wizara imeandaa mpango mzuri sana au mwongozo wa usimamizi wa huduma ya maji safi na tope kinyesi. Naomba mwongozo huu ulenge kutoa mwelekeo wa kitaalamu na hatua za utekelezaji zinazolenga kuboresha hali ya usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Juma Aweso ameiagiza mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kuhakikisha inasimamia sekta ya maji kwa umakini, huku akisisitiza kuangalia suala la wananchi kubambikizwa bili za maji na kupunguza upotevu wa maji. Nafarijika kuona sasa hata kwenye swala la upotevu wa maji, zamani unakuta mtu anaweza akatuma message, hakuna mtu anamuuliza maji hapa yanavuja. Mtu maji hana mwananchi, lakini anakuta eneo yamepotea. Leo tunaona ushirikishwaji, tunaona DAWASA namna mnavyowashirikisha wenye vitu wa serikali za mitaa, manake wale ndio wenye wananchi watakupa taarifa ili tuweze kwenda vizuri. Maelekezo kama wizara tulioyatoa ni kuunda task force kuhakikisha kwamba inapotokea dharura watu wanafika haraka kwenda kuzitatua. Lakini tumetumia chuo chetu cha maji kuwa na teknolojia ambayo itadetect kwamba eneo fulani lina upotevu wa maji, ili wizara na mamlaka zake za maji ziweze kutatua hii changamoto. Naye mkurugenzi wa EWURA Dr. James Andilile amebainisha kuwa ripoti hiyo imezingatia vigezo 6 vya utendaji, ikiwemo kuangalia namna mamlaka inadhibiti upotevu wa maji, hali ya fedha ya mamlaka husika na namna ambavyo mamlaka inawaridhisha wateja, ambapo vigezo hivyo viliandaliwa kwa ushirikishwaji wa mamlaka zote nchini. Katika taarifa ya utendaji wa mamlaka za maji kwa mwaka wa fedha 2023-2024 imetaja mamlaka zilizofanya vizuri katika kupunguza upotevu wa maji kuwa ni pamoja na mamlaka za maji Maganzo, Nzega na Biharamulo. Hii taarifa yake Rachel Chacha.
Waziri wa Maji Jumaa Aweso amewahakikishia wananchi kuwa wizara hiyo ipo kwenye mpango wa kuanzisha mfumo wa malipo ya kabla ya bili za maji kama ilivyokuwa kwa umeme wa luku ili kumaliza malalamiko ya wananchi kubambikiwa bili za maji kinyume na walivyotumia. Taarifa yake Mrisho Mapeo inafafanua. Waziri Aweso ameyasema hayo jijini Dar es Salaam alipofanya ziara ya kutembelea mradi wa maji wa Bangulo unaojumuisha wilaya za Ilala, Temeke na Ubungo, ambapo amesema kutokana na changamoto ya malalamiko ya wananchi kubambikiziwa bili za maji, Rais Dr. Samia ameelekeza wizara kuweka mfumo huo wa malipo kama ilivyo kwenye umeme wa luku. Niwaombe sana hasa ndugu zetu hawa wasoma mita. Ni marufuku kumbambikizia mwananchi bili ya maji. Mwananchi ametumia maji ya 20,000 alipe 20,000. Ametumia maji ya 15,000 alipe 15,000. So ametumia maji ya 15,000 unamwambia alipe 150,000 kama ana kiwanda. Hapana. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kubadili uelekeo juu ya usomaji wa mita. Tunakwenda kama mita za luku. Tutakuwa na mita ya luku ya maji. Unalipia maji yako 5,000 yakiisha wala hakuna ugomvi. Sio mwenyewe umepunzika na mume wako, penzi wako, mara ngongongo. Nani mimi msoma mita inahusu? Aidha ametumia ziara hiyo kuwataka wananchi kutunza na kulinda miradi hiyo ya maji ambayo serikali imekuwa ikitumia kuwekeza fedha nyingi, huku akiitaka DAWASA kuwaunganishia wananchi maji ndani ya muda wa siku 7 bila kuwa na viashiria vya rushwa. Mradi huu umetumia fedha nyingi sana, zaidi ya bilioni 36.8. Ujenzi wa mradi ni jambo moja, lakini kulinda na kutunza ni jambo la pili. Tumeshuhudia baadhi ya maeneo nakuta serikali imewekeza fedha, mtu amegombana na mkewe, anachukua shoka anaenda kuvunja bomba la maji. Hapana. Haiwezekani kwamba hapa watu walikuwa na shida, alafu serikali inawekeza, alafu wewe unakuja unavunja bomba kwa maksudi. Haiwezekani. Ukiona umeshiba au umeona una furaha zaidi, basi wewe chezea kidevu chako au kitambi, lakini sio tena mabomba ya maji. Hapana, naumiza. Kwa hiyo niwaombe sana mabomba haya na mradi huu ambao fedha nyingi zimewekezwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tuulinde kama mboni ya jicho. Kwa upande wake mtendaji mkuu wa DAWASA Mhandisi Mkama Bwire ameeleza namna ambavyo mradi huo wa Bangulo unakwenda kutatua changamoto ya maji kwenye wilaya za Ilala, Ubungo na Temeke. Karibu kwenye majimbo karibu 5 ya uchaguzi yanagusa kwa kiwango tofauti tofauti. Tukianzia zaidi kwenye jimbo la Ukonga, maeneo ya kule kote kwenye kata zile za chini kule ambako tunaona kwenye kata za Kitunda na kuna kata ya Kipunguni, lakini na kata ya Mzinga ambako kuna maeneo mbalimbali yatanufaika na huo mradi. Lakini kwenye eneo la Kisarawe nao linaguswa katika kata ya Kiruvya, eneo la Kisopwa ambalo nako litahusika. Lakini tunakata na ni jimbo la Segerea ambao huko tuna maeneo ya kata ya Kinyerezi, Bonyokwa, Kipawa pamoja na Segerea yenyewe. Baadhi ya wananchi wameeleza furaha yao namna ambavyo serikali inakwenda kutatua changamoto ya maji, huku baadhi yao wakilalamikia changamoto ya kubambikiziwa bili. Namshukuru rais wangu kwa kutupatia maji kwa sasa hivi. Mwanzo tulikuwa tunapata tabu toka mwezi wa 10, tumekaa miezi 3 hiyo mpaka toka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa hiyo sasa hivi tunapata maji na yanatoka tu kwa wakati, yanakatika afu yanarudi na yanatoka tu kwa kasi vizuri. Kwa hiyo tunaomba rais aendelee, yani waendelee kututolea maji hivyo. So hivi kwa sababu waziri yupo, maji yanatoka afu baadaye akiondoka maji yanakatika. Mita yangu ilisumbua. Nikaenda DAWASA wakaja kanirekebishia, wakabadilisha DAWASA. Walivyobadilisha, msoma mita akaja akasoma unit 0 na maji tuna miezi hii yalikuwa hajatoka 4. Hamna maji, sijapata maji miezi 4. Na kuja kuambiwa bili. Message hii hapa mheshimiwa waziri ninayo, hii hapa. Nina message zote, yani nazo nyingi mno. Na ashani bambika unit 21. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo.
Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abbas Ahmed amemwagiza mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa huo kuwachukulia hatua watendaji na viongozi wa serikali watakaobainika kwa wanakwamisha miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwa makusudi. Taarifa yake Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma inafafanua. Mkuu wa TAKUKURU ukishachunguza au ukishamaliza, wewe peleka jalada hilo watu wakajibu mbele ya safari kuliko kubebeshana mizigo. Sio sawa. Ni maagizo ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed kwa mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma wakiwa kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Ruvuma. Kanali Ahmed amesema kumekuwa na tabia ya baadhi ya viongozi wa serikali na vyama vya siasa wamekuwa wakiwasumbua wazabuni wanaopata kandarasi za ujenzi wa miradi ya serikali, hali inayopelekea kukwamisha utekelezaji wa miradi hiyo na kupelekea miradi kutekelezwa ikiwa chini ya kiwango. Naambiwa ikishatangazwa tu zabuni na mzabuni akashapatikana, yeye huyo mtu ndio anaenda kwa mzabuni huyo, changu kikwapi, la sivyo hatupitishi. Yaani unamtazama mtu ni huyu kweli, ni huyu, lakini unaambiwa ndio, na unatafuta evidence, unaambiwa kabisa hizi huyu ndio kakwamisha hii project isiende kwa sababu mzabuni hajatoa. Inakuwaje kwenye eneo lako? Diwani wewe ndio mwenyekiti wa halmashauri alafu ufanye vizuri. Serikali tunaipaka matope, chama tunakipaka matope, lakini sio chenyewe, ni sisi watendaji. Kwa upande wake mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma Hamza Mwenda akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya TAKUKURU kwa mwaka wa fedha 2023-2024 amesema kumekuwa na tabia ya baadhi ya viongozi wa halmashauri na viongozi wa kisiasa kuchepusha bidhaa zinazonunuliwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya serikali na kuzitumia katika shughuli zao binafsi. Baadhi ya viongozi wa halmashauri na maeneo mengine na viongozi wa kisiasa hasa madiwani wamekuwa wanachepusha bidhaa zilizonunuliwa kwa ajili ya mradi na kuzitumia kwa manufaa yao. Ingine, kumekuwa na ucheleweshaji usio wa lazima wa kufikisha fedha za miradi kwenye miradi husika. Lakini ingine, sababu inayopelekea zile changamoto pale juu ni wakaguzi wa halmashauri, internal auditors, kutokagua fedha za utekelezaji wa miradi. Odo Mwisho ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma akiwasilisha salamu za chama katika kikao hicho. Amewataka wawakilishi wa wananchi mkoa wa Ruvuma kushirikiana na TAKUKURU katika kukabiliana na vitendo vyenye viashiria vya rushwa vinavyopelekea kukwamisha utekelezaji wa miradi ya serikali mkoani Ruvuma. Swala la kupambana na rushwa halina muhali. Iwe rushwa kwenye uchaguzi, lakini rushwa kwenye kusimamia miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sisi viongozi wa kisiasa tutoe ushirikiano sana, tukatae ile jambo la kushawishi kuleta ubadhirifu, na sisi viongozi tupo hatupazi sauti. Sasa jambo hili kwa kweli linaleta simanzi kwa sababu sio dhamira na nia ya Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 wafanyia wananchi namna hiyo. Ni taarifa yake Innocent Horomo kutoka huko mkoani Ruvuma. Zaidi ya wakazi 2500 kutoka kijiji cha Mwamala, kata ya Mwamala, halmashauri ya wilaya Shinyanga mkoani Shinyanga, hasa wanawake, wameondokana na adha ya kutumia maji yasiyo safi na salama, huku wanawake wakiepukana na vipigo kutoka kwa waume zao baada ya shirika la Life Water kutekeleza mradi wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 400. Tuungane naye mwanahabari wetu Mwambita Mkondo kutoka huko Shinyanga. Dr. Samia safi! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Mbunge safi! Shangwe, nderemo na vifijo vikiwa vimetawala kwa wakazi wa kijiji cha Bugogo, kata ya Mwamala, hususan wanawake ambao wamepitia changamoto mbalimbali wakati wa utafutaji wa maji, huku wengine wakipata vipigo kutoka kwa wanaume zao kutokana na kuchelewa kurudi wakati wa kwenda kutafuta maji, na sasa wamepata matumaini baada ya Life Water International kutekeleza mradi wa maji wa kisima kirefu. Mwanzo maji kijiji cha Bugogo tulikuwa tunapata shida sana kuyapata. Mwanzo wa kuyapata maji kabla ya Life Water ilikuwa ni kutoka usiku wa manane mnafuata maji
Saa zingine asubuhi na mapema mnaamka, mnaacha usingizi, mnaacha waume na watoto kufuata maji mbali. Ila Life Water ilivyokuja mwaka 1920 ilianza kututengenezea mazingira ya kuwa na maji karibu kwa masharti. Masharti yake yalikuwa ni haya: kila mji uwe na choo, uwe na kichanja, mazingira yake yawe safi. Tuliyatekeleza hayo na baadaye Life Water wakatuendeleza kututengenezea visima ambavyo vilikuwepo, wakavikarabati. Na baadaye wakatuletea mradi tena huu TASAF ukaleta maji ya kisima kirefu. Na sasa hivi tunafaidika na hayo maji ya kisima kirefu. Ndoa zetu kwa kweli ilikuwa ni shida sana, na imepelekea wengine hata sasa hivi hatuna waume zetu kwa ajili ya changamoto hiyo. Kwa mfano kama mimi, toka mwaka 2011 mume wangu akaenda machimboni mazima, na tuligombana kwa hii kero ya maji ambayo tuliamka usiku kwenda kusubiria maji, na wale ambao walikuwa na baisikeli si walikuwa wanatupita njiani wanaenda kuchota wanarudi. Sasa walipokuwa wanarudi ndo akawa anasema hivi, wewe mbona wengine walikuwa wanachota maji wanarudi? Yeye hakujua kwamba wengine wametumia nini, baisikeli, lakini mimi nilikuwa naenda kwa mguu. Baada ya kupokea mradi huu, wanakijiji walinufaika na mradi huu kwa kupata maji karibu, ambapo kipindi kile mradi huu hujaja, kina mama walikuwa wanahangaika kufuata maji, walikuwa wanachelewa hata kama ni masaa matatu ndio wanarudi nyumbani. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika hafla hiyo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga Wakili Julius Mtatiro amewataka wananchi kulinda na kutunza miundombinu ya maji. Mheshimiwa Rais ambaye wakati anaingia madarakani, ajenda yake ya kwanza mwaka 2021 akihutubia bunge, aliwaahidi wa Tanzania kwamba yeye kama rais mwanamama na mwanamke hataendelea kuangalia wananchi hususan kina mama wakiteseka kufuata maji kilomita nyingi sana na kuacha kuangalia familia zao. Maji hapa kwenye kata hii, na niliahidi maji kwenye kata zote 26 za jimbo la Songwe. Lakini leo nafarijika sana kuona kwamba sasa kata ya Mwamala vijiji vyote vina maji ya ziwa Victoria. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la Life Water International Devocatus Kamala akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo katika hafla ya makabidhiano ya mradi huo kwa RUWASA, amebainisha lengo na gharama za mradi huo. Mradi huu umetekelezwa kwa ushirikiano mkubwa sana na ndugu zetu wa RUWASA, tushirikiana vile vile na wananchi. Lengo la mradi ilikuwa ni kuyapata hayo magati 14 ili kuwawezesha wanakijiji pamoja na taasisi husika kupata maji katika umbali usiozidi mita 400, ambayo ni sawasawa na takribani dakika 30 kutoka kwenye kisima cha kuchotea maji na kurudi nyumbani. Ni taarifa yake Mwambita Mkondo. Waumini wa dini ya Kiislamu katika wilaya ya Chato mkoa wa Geita wameiomba serikali kusaidia kukamilisha ujenzi wa msikiti wa Al-Huda ambao ulianzishwa na hayati Dr. John Pombe Magufuli lakini umesimama. Mwanahabari wetu Joel Maduka anaarifu. Maombi hayo yametolewa wakati wa shughuli ya iftar iliyoandaliwa na mke wa hayati Magufuli, Mama Janet Magufuli, iliyofanyika nyumbani kwake wilayani Chato. Shehe wa wilaya hiyo Abdalman Abdara amemwomba Rais Samia kuwasaidia kukamilisha msikiti huo ambao kwa sasa umebadilika na kuwa kama gofu kutokana na kuchukua muda mrefu bila kukamilika. Msikiti ule ni sehemu ya kumbukumbu ambayo haiwezi kufutika kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia ni kumbukumbu ambayo kwamba Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakapomalizia msikiti ule, basi itakuwa pia ni kumbukumbu kwake yeye, mtangulizi wake namna alivyoanza na yeye alipokuja kumalizia katika utawala ambao ulibakia baada ya hayati Dr. John Pombe Magufuli kufariki. Zuberi ibn Ali wa Mbwana ambaye ni mufti wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya pia juhudi za kuwakumbusha viongozi, alhamdulillah, na mara mwisho amekuja mwenyewe kutazama jengo hilo la msikiti, na amekuwa mara kwa mara
anakumbusha na akituuliza kama kuna uendelezaji wowote. Nao baadhi ya waumini wa dini hiyo wakiwemo waliotoa eneo la ujenzi wameelezea masikitiko yao kutokana na kuchelewa kwa kukamilika kwa msikiti huo. Sisi kama familia mpaka leo baada ya mwaka mmoja Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliahidi kwamba ataumalizia, lakini mpaka leo miaka 4, hayati Magufuli amefikisha miaka 4 sasa, hatuoni mwendelezo wowote. Lakini sisi kama familia tunamuomba Mama Samia, mtangulizi wake ndo alianza, basi tunaomba mama atumalizie, tuna imani na yeye. Kwa upande wa familia ya hayati Magufuli, mpwa wake Venus Martin amesema wako tayari kushirikiana na waumini au katika kuhakikisha msikiti huo unakamilika. Sisi kama familia ya Dr. John Pombe Magufuli tukisema kuhusiana na msikiti lazima tuwe mstari wa mbele, kwa sababu kwanza kwa historia iliyopo Dr. hayati John Pombe Magufuli alikuwa mdau mzuri sana wa mambo ya imani kwa pande zote, dini zote za Kikristo na kwa namna yoyote ile kuhakikisha msikiti unaendelezwa, na sisi kama familia tuko tayari kuungana na Waislamu wote ili tuweze kupambana ili msikiti ule uweze kumalizika. Waumini wa dini ya Kiislamu hapa wilayani Chato mkoani Geita wameiomba serikali kupitia kwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kuona sasa uwezekano wa kuweza kumalizia msikiti ambao uliasisiwa na hayati Dr. John Pombe Magufuli. Nikiripotia runinga ya TVE kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Joel Maduka. Ni taarifa yake Joel Maduka kutoka Geita. Wananchi mkoani Njombe wametakiwa kujitokeza kwa wingi katika kilele cha siku ya misitu duniani tarehe 21 mwezi Machi, ambapo mgeni rasmi siku hiyo anatarajia kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Akizungumza na wananchi waliojitokeza katika viwanja vya Sabasaba mkoani Njombe wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya misitu duniani, mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda amewataka wananchi wa mkoa wa Njombe na mikoa jirani kujitokeza kwa wingi kushiriki maadhimisho ya wiki ya misitu duniani, ambapo kilele kitafanyika tarehe 21 mwezi Machi na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Zangu wananchi wa Njombe, kauli mbiu ya mwaka huu inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kijacho. Na mgeni rasmi wa maadhimisho haya kama tulivyotangulia kusikia ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tutakuwa naye tarehe 21, maana yake ni kesho kutwa. Atakuwa kwenye viwanja hivi. Na mimi nipende kutumia fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wananchi wote wa maeneo yote, mitaa yote, tuje kwenye viwanja hivi tumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na wakati tunaendelea kumsubiria Waziri Mkuu, tuliamua kama mkoa tuwe na shughuli za kufanya kwenye uwanja huu. Seleboni Mushi ni mkurugenzi msaidizi kutoka idara ya misitu katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini kwetu sisi wana Njombe ambao tumepata fursa ya mwaka huu tukio hili kufanyika kwetu, tunapoendelea kufika kileleni, ni wito wangu kwa waalikwa wote wana Njombe, ni wito wangu kwa watumishi wote wa serikali kuangalia sasa kauli mbiu ambazo tunakwenda nazo. Kauli mbiu ya kwanza ambayo inalenga kwenye kuongeza thamani, lakini kauli mbiu ya pili ambayo tunatuambia misitu na chakula. Baadhi ya wadau walioshiriki katika maadhimisho haya wakiwemo Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS pamoja na Chuo cha Misitu Olumotonyo wameeleza faida za misitu. Kwa kama taasisi ya misitu tumekuja hapa kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa misitu katika dunia. Tunaelewa misitu mbali na umuhimu wa kupatia malighafi uuze upate pesa, lakini misitu ndio uhai. Kwa hiyo wakipata fursa kufika hapa watapata vitu vingi ambazo wakati mwingine wangeweza kutumia labda nguvu kubwa. Kwa mfano mathalan tuna fursa za uwekezaji. Kwa hiyo mtu akifika hapa kama anatamani kuja kuwekeza inakuwa ni rahisi, anapata miongozo. TVE habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni taarifa yake Ibrahim Mlele.
Zaidi ya vifaa tiba vya kujifungulia 1000 kwa ajili ya kuwezesha wajawazito kujifungua vinatarajiwa kugawiwa kwa kina mama wa eneo la Pangani kutoka Samia 4x4, ikiwa katika kusherehekea miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametajwa kufanya vyema katika kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Vifaa tiba hivyo vijulikanavyo kama delivery kit vitatolewa pamoja na shughuli mbalimbali za kijamii kupitia msafara wa magari 100 aina ya 4x4 yatakayoanza safari kutoka Dar es Salaam kwenda Pangani mkoani Tanga siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka huu, kama ambavyo msemaji wa Samia 4x4 Salim Kikeke anavyoeleza. Sisi kwa upande wetu nadhani tutakachokifanya kwa udogo wake au kwa ukubwa wake kitanufaisha watu ambao pengine tuna matumaini yetu tutawafikia. Inapokuja kwenye swala la kina mama wangapi, nadhani kina mama wote, idadi yote ambao tutakutana nao huko njiani watapata hiyo Samia delivery kit ina kit za kutosha kabisa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo, na tutakapokamilisha, nadhani tutakapofika Pangani na kurudi, tutatoa report na kusema kwamba kina mama wangapi wameweza kunufaika na safari yetu hii ambapo tumekutana nao. Kwa hiyo mimi naomba wajitokeze kwa wingi sana wakiwa na msafara. Tutakuwa tunatembea kwa taratibu kabisa, tutakuwa tunasimama kwenye vituo mbalimbali. Tutakaposimama, njoo tuuliza Samia delivery kit na tutakupatia, usio na wasiwasi. Kuhusu uongozi wa Rais Dr. Samia ambaye aliapishwa kuchukua nafasi hiyo tarehe 19 ya mwezi Machi 2021 kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Kikeke amesema miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa na mafanikio katika kufanikisha shughuli za maendeleo kwa taifa na uinuaji viongozi wanawake, jambo linalotoa matumaini katika kuelekea usawa wa kijinsia. Katika miaka 4 hii ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara wa dira ya maendeleo kupitia nguzo zake 4 zile kuu, 4R, yani ustahimilivu, mageuzi, ujenzi mpya pamoja na maridhiano. Tumeona jinsi ambavyo zimefanya kazi. Hata hivyo, msafara huu wa magari hayo unatarajiwa kupokelewa na Waziri wa Maji Jumaa Aweso katika eneo la Pangani mkoani Tanga, huku washiriki wa safari hiyo wakitarajiwa kupita katika maeneo mbalimbali yenye vivutio vya utalii ikiwemo hifadhi ya Saadani. Taarifa yake Goodluck Msola. Katika kuadhimisha wiki ya maji, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya imetoa ofa kwa wateja wake wenye malimbikizo ya ankara za maji kulipa nusu ya gharama na kisha kuwarejeshea huduma hiyo bure. Taarifa yake Daniel Smelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa mamlaka hiyo mbele ya waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji CPA Gilbert Kayange amesema zaidi ya shilingi milioni 800 ni deni lililotokana na wananchi kutolipa ankara za maji. Lakini mpaka sasa hivi deni ambayo tunadai kwa wale ambao tayari tumeshawasitishia huduma lipo kati ya milioni 800 mpaka milioni 900. Kwa hiyo sasa mnaweza mkaona ni fedha nyingi kidogo ambazo zingekuwa ziko tayari upande wetu. Hizo fedha tungekuwa tunazitumia kujenga miradi mingine mipya ya kuboresha huduma, lakini kuhakikisha kwamba tunagharamia pia na shughuli za uendeshaji, zikiwemo ununuzi wa dawa za kusafisha na kutibu maji, zikiwepo mishahara ya watumishi na shughuli nyingine za kiutawala. Kwa upande wake, mhandisi Barnabas Konga amesema kuwa vyanzo vyote vya maji vinavyosimamiwa na mamlaka hiyo vinalindwa kwa kushirikiana na jamii na taasisi mbalimbali ikiwemo za umma na binafsi. Shughuli za kibinadamu, kuna mipaka huko, mtakuta kuna beacon zimewekwa huko ambao wananchi hawataki kuweza kuingia ndani ya eneo hili la vyanzo na kufanya shughuli za uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo swala la ulinzi wa chanzo tunafanya ni swala mtambuka. Sisi pekee yetu hatuwezi. Tunatumia serikali za mtaa, tunatumia mpaka uongozi wa kamati ya usalama ya wilaya, kamati ya usalama mkoa, wote tunaambia kwamba vyanzo vikiharibiwa hivi baada ya muda maeneo yatakuwa jangwa. Nimeangalia kwamba nimetaja eneo hili tunasema ni Nzovu, lakini maji yanakwenda mbali sana hapa. Yanakwenda mpaka huko Veta. Yakitoka Veta yanashuka maeneo kule mpaka Isyesye. Isyesye kuna line inakwenda maeneo mpaka Uyole huko. Hii block T, SAE, RRM zote zinanyoshwa na hii hapa. Kwa upande wao, baadhi ya waandishi walioshiriki ziara hiyo ya kutembelea miradi hiyo ya maji
wamekiri kuwa mabalozi katika kuhakikisha vyanzo hivyo vinalindwa na kutunzwa. Ya maji safi na salama hapa mkoa Mbeya wamefanya kazi kubwa, lakini pia tupongeze na serikali imefanya kazi kubwa. Licha ya changamoto ambazo zipo, changamoto hazikwepeki. Kwenye sehemu yote, kwenye mazingira yote ambayo tunaishi, changamoto huwa hazikwepeki. Ila tu mimi niombe kama wananchi tuwe balozi namba moja, lakini sisi waandishi habari kuhakikisha tunalinda vyanzo vya maji na tunatunza mazingira kwa manufaa yetu sisi wenyewe na vizazi ambavyo vinakuja hapo baadaye. Kikubwa ambacho tumejifunza, tumeona kwamba kumbe tulikuwa tunaona labda pengine wananchi wanavyolalamika, tunaona kama mamlaka haifanyi kazi ipasavyo. Kumbe mamlaka ina mikakati ambayo inawezesha huku mbeleni tatizo la maji kwa jiji la Mbeya au mkoa wa Mbeya litakuwa ni historia na itakuwa limeisha kabisa. Nikiripoti kutoka kata ya Mwakibete ambako kunapatikana chanzo cha mto Nzovwe, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Ni taarifa yake Daniel Smelta kutoka Mbeya. Wananchi wa kijiji cha Ihanzutwa wilaya ya Mufindi wanatarajiwa kuanza kupata huduma ya maji ya bomba baada ya serikali kupeleka mradi wa maji wa milioni 800 ambao unatarajiwa kukamilika mwezi wa 6 mwaka huu 2025 na wananchi hao kuanza kunufaika nao. Shalom Robert kutoka Mufindi anaripoti. Kijiji cha Ihanzutwa ni miongoni mwa vijiji ambavyo havijawahi kuwa na huduma ya maji ya bomba, hivyo kupelekea wananchi wake kuchota maji kwenye vyanzo vya maji, kilio ambacho kimeifikia serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hapa meneja RUWASA wilaya Mufindi mhandisi Happiness Mrisho anaeleza. Mradi huu ambao utagharimu milioni 800 na lengo la mradi huu ilikuwa ni mheshimiwa mbunge ambaye aliibua mradi huu kwa sababu kijiji hiki hapo awali hakijawahi kupata maji kabisa ya bomba. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge kule bungeni kwa kushirikiana na waziri wa maji, wao kwa pamoja wote wametusaidia kuleta fedha hizi. Kwa sasa mradi huu unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 6, wananchi watakuwa wameshapata maji na lengo kubwa ni kumtua mama ndoo kichwani. Mradi huu utakapokamilika pia utaongeza asilimia upatikanaji maji katika wilaya ya Mufindi. Usiposhukuru kwa kidogo basi hata kwa kikubwa huwezi kushukuru. Hapa mbunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini Exaudi Kigahe anapongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani katika sekta ya maji pekee kwa jimbo lake imepelekwa zaidi ya bilioni 48 kutekeleza miradi ya maji. Sisi katika jimbo la Mufindi Kaskazini ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, maana yake tunaenda kukamilisha miradi yenye thamani karibu ya bilioni 50, zaidi ya bilioni 48 katika jimbo la Mufindi Kaskazini. Ni shukrani za kipekee na upendo wa kipekee, na niwaombe wa Tanzania na hasa wana jimbo la Mufindi Kaskazini kwenye maeneo ambako miradi hii imewekwa chini ya usimamizi wa Happiness engineer, mama mahiri sana, na tunasema wamama wanaweza, wanathibitisha hilo kwa upendo mkubwa kwamba amewaambia, na ndio kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunataka sio tu kumtua mama ndoo kichwani, bali tunataka akina mama hawa wachote maji ndani ya nyumba zao. Wananchi kwao kupata mradi huu wa maji ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hali hii itaondoa changamoto ya adha kubwa ya maji waliokumbana nayo hapo kale. Palikuwa na hali mbaya, tukana kwenda kuchota mabondeni huko, tulikuwa tujue ni maji gani tunakunywa, ili mradi tu tumepata maji. Kwa mama mzima wanatoka hapa kilomita 6, muda mwingine ukitaka maji mazuri sana ukapate ndoo moja, ndoo ikusaidie kwa muda fulani. Sasa ujue hiyo ndoo moja ukikaa nayo unaweza ukakata wiki mbili bado maji unatumia yale. Hivyo kama Rais wa Jamhuri ya Muungano, sisi kama wananchi tunamshukuru sana 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 sana, kwani amemtua mama ndoo kichwani. Ndio kauli ya Mama Samia kwa wanawake kwamba amewafanyia kitu kikubwa sana sana, na sisi kama wawakilishi wake huku chini tunamshukuru sana sana kwa niaba ya wananchi. Ikiwa ni mwendelezo wa wiki ya maji duniani, RUWASA wilaya Mufindi wameendelea na zoezi la upandaji miti katika vyanzo vyote vya maji ili kukidhi kauli mbiu inayosema uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Asante sana Shalom Robert kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Tunu Lugombe. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Tafadhali kaa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Wanawake nchini wahimizwa kuongeza maarifa katika usimamizi wa fedha.